Na baada ya biashara tuangazie siasa. Waziri wa fedha John Mbadi amepuzilia mbali agizo la kaimu kiongozi wa chama cha ODM Oburu Odinga kwamba mawaziri kutoka chama hicho walijiuzulu kutoka chamani na hawapaswi kuzungumza kwa niaba ya chama hicho. Mbadi alisema kama mwanachama wa kudumu wa chama hicho ana haki ya kusema kwamba ODM itaendelea kuiunga mkono serikali jumuishi na pia kuungana na Rais William Ruto kubuni serikali ya mwaka 2027. Na huku hayo yakijiri, chama cha Jubilee kimetaka kuvunjiliwa mbali kwa usimamizi wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC kutokana na makosa makubwa ya uaminifu kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza wakati wa mahojiano ya kipekee na runinga ya KBC Channel 1, waziri huyo wa fedha alielezea kutoridhishwa kwake na matamshi yanayodaiwa kutolewa na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga kwamba mawaziri watano waliojiunga na serikali ya Rais William Ruto kufuatia mapendekezo ya marehemu Raila Odinga hawakuwa na haki ya kuzungumzia mustakabali wa chama. Partly right that now our boss is William Ruto. That is my boss. So that is a fact. But it's also not very right that we cannot speak for ODM, because our going into this government was a negotiated arrangement between ODM and UDA, between the president and the former party leader Raila Odinga. And so we went into government as ODM. I never relinquished my membership and I'm still in ODM. And I can speak for ODM because I'm a member. Mbadi alisema chama cha ODM kitaendelea kumuunga mkono Rais Ruto hata baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. ODM 2027, unless I'm convinced otherwise, we should work with Kenya Kwanza to get second term for William Ruto and plan to take over presidency of this country in 2032. That is my suggestion as a member of ODM, and I'm entitled to it. Huku haya yakijiri, chama cha Jubilee sasa kinataka uongozi wa tume ya IEBC uvunjiliwe mbali. Wakati wa mkutano na ujumbe kutoka tawi la chama hicho la kaunti ya Nakuru, katibu mkuu Jeremiah Kioni alilaumu usimamizi huo kwa makosa mengi yaliyodaiwa kushuhudiwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na kuondoa imani ya umma kwa tume hiyo ya uchaguzi. We have information as to how the results that were supposed to go to the Supreme Court were either were tampered with until the Supreme Court said that this is a wild goods chase or something like that. So until we have addressed the Secretariat, I have every reason to say that we are not likely to have useful elections come 2027. Na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa vijana humu nchini kuchukua usukani wa mustakabali wa taifa kwa kujisajili kuwa wapiga kura. Rigiji asimami ati sijui atawachia wengine ati apewe share ya serikali. Nani nakwambia? Rigiji is a front runner in this race, my friend. Rigiji, what I need to do is to persuade my colleagues that I have the numbers, I have the mobilization capacity, I can marshal enough resources, I have enough inspiration, I have enough messaging capacity,